Agizo kutoka kwa Samia Suluhu kwa mabalozi wote wa CCM siku ya uchaguzi imezua maswali magumu na tata kwa wananchi. Ujambo na karibu. Mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM na mwenyekiti wa chama hicho Rais Samia Suluhu Hassan ameweka msisitizo mkubwa kuhusu umuhimu wa ushiriki wa kila aliyejiandikisha katika zoezi la uchaguzi mkuu Oktoba tarehe 29 mwaka huu. Akiwa katika mkutano wa kampeni mjini Babati, mkoani Manyara, amewataka mabalozi wote wa CCM nchini kuhakikisha hakuna mpiga kura anayeachwa nyuma. Katika maelekezo yake ameeleza kuwa jukumu la mabalozi wa chama ni kuhakikisha kila mwandishi anashiriki pasavyo kwenye uchaguzi. Hatua hii inatajwa kuwa ni sehemu ya mkakati wa chama kuhakikisha kura zote zilizopo katika daftari zinatumika kikamilifu. Vilevile ameweka wazi kuwa hata wananchi wenye changamoto za kiafya au waliolazwa hospitalini hawapaswi kupoteza haki yao ya kikatiba, kwani kamati maalum zimetayarishwa ili kuwezesha kushiriki katika upigaji kura. Katika mkutano huu uliovuta maelfu ya wananchi, Rais Samia pia alionekana kuimarisha hoja ya chama chake kuhusu mfumo wa mafiga matatu. Amesisitiza kuwa ili utekelezaji wa sera za CCM uwe wa haraka na wenye tija, wananchi wanapaswa kuchagua viongozi wote kuanzia ngazi ya urais, ubunge na udiwani kutoka ndani ya chama hicho. Kauli hii imetafsiriwa kama onyo dhidi ya kuchanganya viongozi wa vyama tofauti, hali ambayo inaweza kuvuruga utekelezaji wa ilani ya chama tawala. Hotuba hii imeambatana na wito wa wananchi wa Manyara na mikoa jirani kuendelea kukiamini CCM kama chama chenye historia ndefu ya kudumisha mshikamano, amani na maendeleo ya kitaifa. Aidha, Samia ametumia fursa hiyo kuahidi kuendeleza miradi mikubwa ya miundombinu ya kijamii ambayo tayari ipo katika hatua za utekelezaji iwapo atapewa ridhaa ya kuongoza kwa muhula mwingine wa miaka 5. Wachambuzi wa siasa wameona agizo hilo kwa mabalozi wa chama kama hatua ya kuimarisha mtandao wa ndani ya CCM katika kuhakikisha kura za chama hazipotei. Kwa mtazamo huo, kampeni hizi zimeonekana kulenga zaidi usimamizi wa kura kuliko ushindani wa hoja pekee. Hatua hiyo pia inatuma ujumbe wa moja kwa moja kwa wapinzani kwamba chama tawala kiko tayari kutuma nguvu ama kutumia nguvu zake ndani kuhakikisha ushindi wa kishindo. Mkutano wa Babati umekuwa sehemu ya mwendelezo wa kampeni za CCM kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 29. Kwa sasa Samia anaendelea na ziara zake katika mikoa mbalimbali ili kusisitiza ajenda ya maendeleo na mshikamano, huku akiwahimiza wananchi kujitokeza kwa wingi kwenye siku ya kupiga kura. Hii ni Kenyascope na asante kwa kutazama. Usisahau kusubscribe kwa habari zaidi za kisiasa na matukio muhimu kutoka Afrika Mashariki.